Ninapozungumza hapa kusema kwamba Wasomali walikuja wakaleta Al-Shabaab nchini, makanisa yanaongoza katika kuua watu, haimaanishi kwamba sisi ni watakatifu. Haimaanishi kwamba Waislamu wameongoka. Pia nao watakapoenda vibaya nitawazungumzia, kwa sababu kitakachoenda kivibaya pale ni kizazi. Nimezungumzia hapo kuhusu peji ya kwanza kuhusu msichana tuliyekutana airport akawa anatoka Malindi. Yes, kule Uislamu unafanya vizuri. Kule Uislamu unafanya vizuri. Waislamu sasa. Waislamu sasa. Ukifika Nairobi, hotelini mfanyaji kazi ni Mkikuyu, ofisini mfanyaji kazi ni Mkikuyu, sokoni mfanyaji kazi ni Mkikuyu. Biashara za barabarani zile beba na 10, beba na 100, mfanyaji kazi ni Mkikuyu. Njoo Mombasa ama pwani kwa jumla, wanatuona kama matako yao. Wapwani tunaonekana na Waislamu wenzetu ambao wanaishi mjini, walio na rangi tofauti tofauti, wanatuona kama matako yao. Nimezungumzia kuhusu Kilifi wanavyofanya vizuri na upande wa dini. Si Kilifi peke yake, kuna Lamu, kuna Mambrui, kuna Msambweni. Kama sijataja update kwenu tupate kutaja tukisonga. Watu wanafanya vizuri upande wa dini. Uislamu wameupokea, wameukubali. Tumewafanyia nini? Tumewafanyia nini? Wale ambao wako pale mzunguko wa town, kazi yao ni kupinga. Kazi yao ni kupinga. Nilikuwa nimesema nitaleta mjadala wa kuna siku wale wa mama wa kutoka Saudi wakaenda wakahojiwa na vyombo vya habari ambavyo sio vyombo vya Kiislamu na kuulizwa maneno ya Kiislamu. Nilisikia vibaya sana. Na ni kwa nini Mkenya akitoka Kenya kama Muislamu akifika katika taifa la nje hatambuliki kama yeye ni Muislamu? Islamic Law Court of Kenya inafanya kazi gani? Mashehe mnafanya kazi gani? Mufti mnafanya kazi gani? Maimamu mnafanya kazi gani? Ama mnafanya hii kazi ya kolabo? Mkristo akiongea na wewe unaongea. Kuongea sio vibaya. Nilikuwa natamani kabisa, nataka kabisa viongozi wa Kiislamu watoke waongee. Hata juzi, posti ya juzi nilisema tulikuja kuingia katika huu mchakato wa wanawake wa Kiislamu kuingia katika kutafuta uongozi tukidhani watatusimamia Ummat Islamic, watatusimamia. Wanatuletea viti, vyandarua na mipira. Badala ya kutuletea mahijabu, majalibabu, misahafu, miswala, mabuibui, kanzu, majada, hijabu za watoto, maji safi ya kunywa kwa Waislamu. Nimwambia Nairobi. Ukiingia Nairobi, kuanzia kazi za barabarani, utajua Nairobi ni ya Wakikuyu. Kuanzia kazi za barabarani mpaka Ikulu, Mkikuyu ndio kuongea. Njoo pwani sasa, ambako huwa napenda tu kutaja zile kabila kubwa, Wadigo, Wagiriama, Waduruma, alafu kuna hawa sasa sijui niwaite kina nani, leo sitaki kukufuru. Sijui niwaite kina nani. Mwanamke wa Kiduruma anatoka Duruma huko ndani na kigunia cha muhogo ndio kinamleta mjini. Mgiriama anatoka huko ndani na kunde na nini analeta mjini. Mdigo anatoka huko ndani na sufuria la mbaazi analeta mjini. Kazi za pale mjini zinafanywa na kina nani? Kazi za pale mjini zinafanywa na kina nani? Mtoto wa Kigiriama ndio muosha vyombo, mtoto wa Kidigo ndio muosha vyombo, mtoto wa Kiduruma ndio muosha vyombo, na hizo kabila nyingine za pwani. Ambaye anafaa asimamie zile haki kwamba huyu ni ndugu yetu katika Uislamu. Nimekuwa huku, hata bosi wangu alikuwa kwa anasema kuna kijana alikuwa nimempeleka kuenda kuslim. Tukawa tunapiga story, nikagusia hilo neno kwamba nilimpeleka yule kijana kwenda kuslim na akapewa offers pale na wenyeji wa hapa Katari kwamba asome, awe Muislamu mzuri, watapatiwa kazi, atafanyiwa hivi. Yaani tulikuwa tunazungumzia kuhusu uzuri wa watu wa Katari. Akanambia but
first they look at Muslim. Hawa ni Waislamu. What about you? Shekhe wangu, imamu wangu. Alisema Sheikh Ramadhani siku moja, na historia ndefu ya kuzungumza lakini muda ndio mchache. Alipatwa na matatizo ya usafiri. Alikuwa anaenda mahali kutoa dawa, gari kaisha mafuta njiani. Akaelekezwa kabisa kwamba nenda katika msikiti fulani utasaidika. Alikwenda katika ule msikiti, Waislamu walikataa kumsaidia wakimwambia kwamba misikiti wa mjini shule yenyewe asema, "Nitakuwa tu kila saa kuja kuomba hapa, kuja kuomba hapa." Uislamu wetu. Sasa hivi Sheikh Ramadhan alienda kusaidika na Wakristo. Alienda kutana na Wakristo wenzake hapa mjini Mombasa. Wakristo wenzake, Wakristo ambao wametoka katika kabila lake, wakazungumza, akawaelezea matatizo yake, akamwambia wale, wakasema kama ni mambo na dini, jaza gari mafuta. Na wale walikuwa sio Waislamu. Mnatuletea Uislamu wa kwenda studio. Tufanye nini? Uislamu wa kwenda studio kujigamba na kujitangaza. Tufanye nini? Tunataka sheria ya Kiislamu iangalie Muislamu. Sheria ya serikali ifanye kazi kiserikali. Sheria ya Kikristo ifanye kazi Kikristo. Musiingiliane, kwa sababu mumeleta kolabo, munaonesha vijana kama ambaye nyinyi you are the best. Malaika, you are the best. Serikali ina makosa. Shida yenu ni nini na maafisa wa polisi? Kwa sababu serikali itakapokuja kusema kwamba kuna watu wanafadhili magenge ya kigaidi, they are right. Ni ukweli. Munaonekana waziwazi. Munatuaibisha. Nilikuwa nikisema I am proud to be Muslim, but not anymore. Not anymore. Kama mutaenda kusema kwanza kupangia wana sheria, tangulini Muislamu akawa na mwana sheria. Wakati katika majina ya Mwenyezi Mungu, jina moja ni Mwenyezi Mungu ni hakimu. Unatafuta nini kwa binadamu? Unatafuta nini kwa binadamu? Haya, mzozo wa Saudi Arabia, kumbe mna midomo paka ya kuongea. Mashehe wetu sijui ni kina nani, sijui hata. Kumbe mna midomo ya kuongea jambo linapotokea. Wakati wa Kenya wanauliwa Saudi Arabia, lile ni taifa la Kiarabu, ni taifa la Kiislamu. Mbona hata kwenda kusema pole, hata kwenda kutaka kujua, muende tu kama viongozi wa Kiislamu? Tulibaki sisi mitandaoni tukipiga midomo, tuna wakati kwako ni Facebook peke yake. Yaani mkisema kuna watu wana brand, basi sisi tuko na brand. Tulianzisha hizi Facebook. Tulianza kuongea kwenye hizi Facebook. Ndio wengine wakaona kwamba kuongea kunafaa, wakafuata. Haya, ikaja ikagundulika kwamba ni yale ya Wakenya ya maandamano na kuuana ndio wanaouana kule Saudi Arabia. Kila mwaka Waislamu wa Mombasa mnaenda hija. Kila mwaka kuna mtu ashaenda hija hata mara 10 kushinda Mtume. Mashallah. Mshaenda hata mkambia taifa la Saudi Arabia pole. Kuonesha tu nyinyi pia ni Waislamu, mko na ile roho. Hakuna. Lakini kumbe mambo ya Ruto mnajua kuongea. Amekosea wapi? Nataka tu pale ambapo amekosea. Baada ya nyinyi kuficha historia, kuficha ukweli, kupinga nafasi za kazi. Wakati Joho alipokuwa madarakani, alikuwa anatukanwa kama mtoto mdogo. Nilikuwa nikiongea Facebook. I was only one. Peke yangu. Nikiongea kuhusu Joho. Mara anaambiwa hajasoma, mara nini. Juzi amekuja ni Samadu ama ni Swamadu. Amebaka Bruce. Hakuna mtu aliongea. Kumbe mpaka viongozi wa dini wako na wana sheria wao. Sasa imamu wangu ako na mwana sheria, mimi maamuma. Tusikae hapa tukiponda watu wengine kama ambaye sisi tuko perfect. Sijasema viongozi wa Kiislamu wasiongee, waongee, it's okay, napenda, nafurahi. Lakini muongee mambo ya maana, mambo ya kumjenga Muislamu, mambo ya kumstiri Muislamu, mambo ya kulinda taifa, sio kubomoa taifa.
Hizi kauli zenu mlizoziongea na vijana sasa hivi najua wameshazichukua. Kiburi sasa hivi, kiburi. Subirini muone ile vita ambayo hamjaona, ama ile vita mnayotaka kuiona.